Mungu hana mwanzo, hana mwisho. Sasa ukisema mimi siwezi kubali mpaka nijue Mungu alitokana na nini, then unapoteza tu muda wako rafiki. Wewe kubaliana na ukweli kwamba yupo ambaye ameumba, na huyo aliyeumba anaitwa Mungu. Na ukiangalia uumbaji unamfunua jinsi alivyo, unafunua uwezo wake wa kufikiri, unafunua uwezo wake wa utendaji, na unafunua pia jinsi ambavyo anajishughulisha katika maisha yetu kila siku. Pote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayesikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea bado na uchambuzi wa kitabu cha Warumi, tu katika ule mlango wa kwanza, na leo tunataka tuangalie nafasi ya wewe kumtambua Mungu katika maisha yako, na nini matunda ya wewe kumtukuza, kumwabudu na kumsifu. Yako mambo mazuri makubwa kabisa ambayo naamini ukiweza kuyaelewa na kuyafanyia kazi, maisha yako yatabadilika moja kwa moja. Kama nilivyosema hapo awali, lengo la mafundisho ya Kristo ni kujenga imani yako ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe, na usisahau pia kulike na kushare baada ya kuangalia video. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242. Shukrani kwa wote ambao mmekuwa mkisikiliza na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza mafundisho ya Kristo. Lakini zaidi ya yote pia nashukuru kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho nashukuru kwa ajili yako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, kuhakikisha kwamba injili inafikia watu wengi kwa njia ya redio. Nyote kwa pamoja chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu tunafanya kazi kubwa sana 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 kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unathibitika hapa duniani kama ilivyo kule mbinguni. Basi baada ya kusema hayo, moja kwa moja twende sasa katika Warumi mlango ule wa kwanza. Mstari wa 18 kama tulivyoona kipindi kilichopita kuna nasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirika kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Sasa kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Sasa kuna kipengele hichi cha Yesu wanaopinga kweli kinaendelea pia kuzungumzia watu ambao, kuna watu ambao kwa lugha ya Kiingereza wanajiita atheist. Maana yake ni kwamba wanasema hawaamini kama kuna Mungu. Na hata wanasayansi wengi pia hawaamini kama kuna Mungu. Ndio maana unaona mafundisho mengi yaliyoko kwenye sayansi na biolojia yanakinzana kwa kiasi kikubwa sana na kile ambacho kiko katika Biblia. Kwa nini? Ni kwa sababu ni watu ambao wanadai kwamba hakuna Mungu. Lakini Mtume Paulo anasema hiyo si kweli, kwa sababu hawa watu wamedhihirishiwa ndani ya mioyo yao kwamba Mungu yupo kupitia kazi ambazo Mungu amezifanya. Kupitia kazi ambazo Mungu amezifanya. Ukisikiliza wanasayansi wana nadharia yao moja, wanasema Big Bang, yani kama mlipuko mkubwa, kwamba dunia ama uumbaji tunaoona ni matokeo ya mlipuko, ambayo hamna hoja ya kijinga kama hiyo ambayo watu wanaweza wakaitoa. Nataka upige picha hii rafiki. Ni sasa na ungechukua nini? Ungechukua nini? Uchukue uende ukachukue nini, vyuma
chukua vyuma, labda natoa tu mfano, vyuma na plastiki na ngozi na mbao, alafu uweke baruti ndani yake, alafu vilipue na baruti, alafu vitokeze viwe basi la kisasa. Wengine wanasema amesemaje, sijakuelewa. Wanaosema kwamba dunia ni kwa sababu ya mlipuko ulitokea, Big Bang ndo dunia ikatokea, kwamba utokea mlipuko mkubwa alafu dunia ikajipanga hivi inajipanga, huo ni wazimu. Kwa sababu Biblia iko wazi, anasema kwamba Mungu asijulikana, Mungu asionekana, uweza wake na uungu wake unajulikana kupitia kazi za mikono yake. Ukiangalia nyota ambavyo zimepangwa, ukiangalia jua linavyotenda kazi, ukiangalia mwezi unavyofanya kazi, ukiangalia almost kila kitu kinavyofanya kazi, lazima ufike mahali ukubali kwamba Mungu yupo. Unapoona gari nzuri barabarani imepita, ama unapoona simu nzuri, maana yake ni kwamba hiyo simu imetengenezwa na mtu, haijajitengeneza yenyewe. Kwa kama simu imetengenezwa na mtu, na gari nzuri imetengenezwa na mtu, na nyumba nzuri imejengwa na mtu, na miji mizuri imepangwa na watu, then ni dhahiri moja kwa moja basi kwamba uumbaji unaoona lazima yupo aliyeumba, na Biblia iko wazi kabisa aliyeumba ni Mungu. Ndio maana Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Sasa kuna watu wanajitahidi, wanataka kusema mimi siamini kama kuna Mungu. Hakuna Mungu. Kama angekuwepo Mungu ABCD ingetokea. Mimi siamini kama kuna Mungu. Mimi naamini tu tunapita hapa duniani, tunaishi tu basi, ukishakufa hapo umefikia mwisho. Okay, wewe unaweza kusema hivyo, lakini ndani ya moyo wako unajua kabisa dhahiri Mungu yupo. Sasa wengine wanasema Mungu alitoka wapi? Mungu hana mwanzo hana mwisho. Unasema lakini kabla ya kuwepo Mungu, nimeshakwambia Mungu hana mwanzo hana mwisho. Sasa ukisema mimi siwezi kubali mpaka nijue Mungu alitokana na nini, then unapoteza tu muda wako rafiki. Wewe kubaliana na ukweli kwamba yupo ambaye ameumba, na huyo aliyeumba anaitwa Mungu. Na ukiangalia uumbaji unamfunua jinsi alivyo, unafunua uwezo wake wa kufikiri, unafunua uwezo wake wa utendaji, na unafunua pia jinsi ambavyo anajishughulisha katika maisha yetu kila siku. Ndio maana katika lugha ya Kiingereza na unaposoma Biblia unaona kuna sifa tatu za Mungu zinatajwa, kwamba ni omnipotent, maana yake ni kwamba anaweza yote, alafu omniscient, maana yake ni kwamba anajua yote, na omnipresent, maana yake ni kwamba yuko kila mahali kila wakati. Na hii ni sifa ya Mungu, sifa ambayo shetani hana. Kuna watu wengine wamefika mahali wanadhania kama shetani ana sifa kama tabia ya Mungu, kwamba naye yuko kila mahali kila wakati. Si kweli. Yeye ni kiumbe tu, lakini Mungu muumba mbingu na nchi. Kwa hiyo maana yake nini? Unapoangalia uumbaji wa Mungu, maana yake ni kwamba ilitakiwa ndani ya moyo wako upate hali ya kusema wow, hebu angalia nyota zilivyojipanga, hebu angalia miti ilivyojipanga, hebu angalia misitu ilivyokaa vizuri. Ndio maana kwa mfano wakati mwingine nikiwa nataka kufanya maombi, nataka kutulia, nakwenda porini, nakaa katikati ya pori. Nikaa katikati ya pori, inanibariki sana. Kwa sababu gani? Nakutana na uumbaji wa Mungu ambao hujachakachuliwa. Nakutana na uumbaji wa Mungu ambao hujachakachuliwa. Of course wakati mwingine inatisha kidogo. Na wakati mmoja nimekwenda porini kukaa, nimefunga hema naomba, alafu wakatokeza mbogo, nyati. Akili ikaanza kukimbia, lakini anyway Mungu ni mwema. Kwa sababu naongea na wewe, maana yake ni kwamba wale nyati hawakunifanya chochote. Lakini tunakwenda kukaa kwenye mazingira natural, kwa maana yake kwamba sasa ukienda kwenye Zaburi ya ngapi? Zaburi ya 19. Tende Zaburi ya 19. Zaburi ya 19 mstari ule wa kwanza. Nitaanza Zaburi ya 19 mstari ule wa kwanza. Anasema hivi: mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno. Sauti yao haisikilizani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliweka jua hema, kama bwana harusi akitoka chumbani mwake.
la furahi kama mtu aliye hodari, kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hari yake hakuna kitu kilichositirika. Unaona? Kwa anazungumzia kazi za mikono ya Mungu. Kazi za mikono ya Mungu. Anazungumzia uumbaji wake. Anazungumzia jinsi ambavyo jua linafanya kazi. Anazungumzia jinsi ambavyo kazi za mikono ya Mungu zinazungumza. Angalia, anasema mbingu za ubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu, anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao anasema haisikilikani. Pointi ni nini rafiki? Kwamba kila kitu unachokiona kimeumbwa na Mungu. Hata huyu mwanadamu mwenyewe ambaye ametengeneza vitu vizuri mno ambavyo tunaviona, maana yake ni bado ni mwendelezo wa uumbaji wa Mungu. Kwa sababu kumbuka, Mungu anapomuumba anasema na tumfanyie mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Na Mwanzo 1:1 Mungu anajifunua kama Mungu muumbaji. Ndio maana unaona binadamu ana uwezo wa kubuni na kugundua vitu vizuri. Anatengeneza vitu vizuri. Na anatumia vitu ambavyo tayari Mungu alishaviumba. Sasa kwenye Warumi anachozungumza Paulo, anasema hawa watu ambao wanaipinga kweli kwa kutumia uovu, wamedhihirishiwa ndani ya mioyo yao kwamba yuko aliyeumba kila kitu ambacho kinaonekana. Lakini hawa watu wamekataa kumtukuza Mungu, wamekataa kukubali kwamba Yesu kuna Mungu, wamekataa kumpa heshima yake, wamekataa kumpa sifa, wamekataa kumpa utukufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya uongo na uovu ulioko ndani ya mioyo yao. Kwa lugha nyingine anasema kwamba hawa watu wako katika ujinga. Angalia tena Warumi 1:21. Warumi 1:21 mpaka 22. Warumi 1:21 mpaka 22. Anasema hivi, haleluya. Anasema hivi: kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Kwa hiyo anasema nini rafiki? Anasema ninapofika mahali nikaacha kumshukuru Mungu, nikaacha kumsifu Mungu, nikaacha kumtukuza Mungu, inasababisha moyo wangu uitiwe giza, niingie katika ujinga. Sasa sijui nisisitize vipi. Moyo uliotiwa giza, moyo wenye ujinga kwa kawaida huwa ni moyo ambao pia ni moyo mgumu. Kwa lugha nyingine ni moyo ambao unapata changamoto kusikia sauti ya Mungu. Na kwa mantiki hiyo inakuwa ni changamoto kupokea ama kupata maelekezo na msaada kutoka kwa Mungu. Kwa kama wewe una changamoto ya kusikia sauti ya Mungu na una changamoto ya kujawa na utukufu wa Mungu, hebu angalia mwenendo wako wa kila siku. Unatumia muda kiasi gani kumshukuru, kumsifu, kumtukuza? Na tunapozungumzia habari ya kumshukuru, kumsifu, kumtukuza, sio mpaka wewe umeenda kanisani. Sio mpaka wewe umeingia kwenye maombi maalum, umeingia kwenye ibada. Na unapotembea njiani ukiona kitu kizuri. Siwezi kuelezea ni mara ngapi nimekaa nikaangalia uumbaji, machozi yakanitoka. Nikaambia Mungu, wewe ni mzuri kweli kweli, yani wewe ni wa ajabu, yani angalia jinsi ulivyoumba, hebu angalia ule umba. Na mara kadhaa pia nimekuwa nikiangalia, unaweza kuta naangalia labda sinema ama naangalia TV, taarifa habari, alafu labda wanaonyesha taifa lingine kama huko nchi za Asia, labda wanaweza wanaonyesha labda China, ama wanaonyesha siju Mongolia, ama wanaonyesha siju Korea, alafu nikaona jinsi mandhari ilivyo nzuri, ilivyopendeza. Yani hapo wanaanza kumshukuru na kumsifu na kumtukuza Mungu. Naambia Mungu, kwa kweli wewe ni genius. Hebu angalia hicho kitu ulichokiumba, ni kizuri mno. Yani nidhania nimeona kazi zako jinsi zilivyotukuka, zilivyo nzuri, lakini hii ya leo pia imekuwa ni mpya katika moyo wangu. Hakika nalibariki jina lako, hakika na kutukuza, hakika na kufurahia. Wewe ni mwema, wewe ni mzuri mno. Asante kwa jinsi ambavyo umeumba, asante kwa uzuri ambao umetengeneza. Hakika wewe ni Bwana, hakika wewe ni Mungu wangu, hakika wewe ni baba yangu. Nina furaha kwamba umenichagua, umenichukua, umenifanya kuwa wa kwako. Hakika asante Mungu wangu. Si hapo ninakuwa naangalia TV tu, taarifa habari.
Ama wakati mwingine tunasafiri, niko kwenye ndege angani, alafu naangalia chini, alafu naangalia jinsi papori, naangalia ziwa ama naangalia mito, naanza kumshukuru Mungu, naanza kumtukuza Mungu, naanza kumfurahia Mungu. Kwa sababu gani? Najua kabisa yeye ndio alifanya vitu vikaonekana vikawa vizuri namna hiyo. Na anasema ukifanya hivyo, kitakachotokea ni kwamba giza ambalo liko katika moyo wako linaondoka. Ujinga ambao umegubika ufahamu wako unaanza kuondoka. Na kwa maana ghafla unaanza kuona vitu vipya katika neno lake. Ghafla unaanza kusikia sauti yake, unaanza kujifunza mambo. Wengi mnanisikiliza nikifundisha kila siku wasema, mbona mistari imekaa sana kichwani kwako? Vitu hivi unajifunza saa ngapi? Vitu unavijulia saa ngapi? Siri mojawapo ya mimi kuweza kujifunza vitu vingi na kujua vitu vingi na kusikia kutoka kwa Mungu ni kwa sababu moyo wangu una kawaida ya kumtambua kwamba yeye ndiye Mungu, una kawaida ya kumshukuru, una kawaida ya kumsifu, una kawaida ya kumtukuza, na sisubiri mpaka wakati wa ibada. Nikishtuka kitu cha kwanza asubuhi, Baba asante, Bwana Yesu asante, Roho Mtakatifu asante, nalibariki na kulitukuza jina lako. Hakika wewe ni mwema. Asante kwa siku nyingine tena iliyo njema na iliyo nzuri. Usiku wakati nalala, Mungu wangu asante, Baba wewe ni mzuri mno. Asante kwa siku iliyo njema. Bwana Yesu asante kwa uaminifu wako. Roho Mtakatifu asante kwa upendo wako. Hakika siku ya leo imekuwa ni siku ya baraka. Umenifundisha mambo mapya. Umesimama pamoja na mimi. Najua ni siku nyingine tena ambayo nimekaribia kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Asante kwa vile ambavyo Roho Mtakatifu ananifundisha. Baba asante kwa vile ambavyo umemimina neema yako na rehema yako juu ya maisha yangu. Bwana Yesu asante kwa kunikabidhi jina lako niweze kutembea katika mamlaka yako, kwa kunifanya niketi pamoja na wewe mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asante, wewe ni mzuri mno. Nakupenda na kuheshimu na kufurahia. Maana yake ni natambua bila Mungu maisha yangu ni sifuri. Lakini nikiwa na yeye maisha yangu ni kila kitu. Maisha yangu ni mng'ao, maisha yangu ni mafanikio, maisha yangu ni ustawi. Kwa sababu natambua mimi sio chanzo changu mwenyewe, mimi sio utoshelevu wangu mwenyewe. Mungu ndiye chanzo changu na utoshelevu wangu. Kwa hiyo ndilo ambalo mtume Paulo anawaambia Warumi kwamba hawa watu walipomjua kwamba ni Mungu walishindwa kumshukuru, walishindwa kumsifu, walishindwa kumtukuza, na wakapotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Sasa anaendelea anasema hivi 22, wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vita, na ya vitambavyo. Kwa lugha nyingine anasema hawa watu kwa sababu sasa wamekataa kumshukuru, kumtukuza, kumtambua Mungu, matokeo yake ni kwamba wameanza kuabudu binadamu. Wengine wameanza kuabudu ndege, wengine wameanza kuabudu vitu vitambavyo, nyoka. Naona kitu. Anasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Alafu anasema 26, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Kwa hapa anazungumzia habari ya wanawake nadhani inaitwa Kiswahili chake inaitwa nini? Ndo ushoga. Nadhani ndo ushoga, inaitwa ushoga ama wanaita kusagana. Kiswahili cha leo hii kwamba mwanamke na mwanamke, leo hii tumefika mahali duniani una mwanamke na mwanamke wanahusiana, mwanamke na mwanamke wanaoana. Haya unayoyaona leo yanatokea katika jamii zetu, na hasa jamii ya nchi za magharibi kama vile Marekani na Ulaya, sio mambo mapya. Hata kipindi cha kina Mtume Paulo alikuwepo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba haya mambo ya ushoga, na angalia 27 anasema wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Kwa hiyo anasema wanaume nao wakaanza kutembea mwanaume na mwanaume, tunaita ushoga, lakini nadhani ushoga ilikuwa ni kama Kiswahili sikijui vizuri sasa. Yaani ushoga ilikuwa zamani ni mwanamke na mwanamke, na shoga yangu. Lakini leo hii imesogezwa, imeingizwa mpaka wanaume nao wanaitwa mashoga. Lakini nadhani neno la mwanaume ambaye anyway, mnanielewa. Kwa anasema nini? Anasema hawa wamechukua matumizi ya asili wakayageuza.
Unaweza ukaanza kupiga picha na kujiuliza, mtu mwenye akili timamu, njia ya haja kubwa unaenda kuitumia kama njia ya, yani ni vituko kabisa yani. Na anasema kwa hiyo matokeo yake nini? Anasema angalia sasa, angalia mstari wa 28, anasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Anasema kwa kuwa wamekataa kuwa na Mungu katika akili zao, katika fahamu zao, Mungu ameacha wafuate mambo ya kijinga, mambo ya ajabu ajabu. Kwa mfano leo hii unazungumzia mwanaume na mwanaume wanataka kuoana, mwanamke na mwanamke wanataka kuoana. Alafu ukitaka kuona jinsi wana ufinyu katika kufikiri, hao wanatamani kuwa na watoto. Alafu wakitamani kuwa na watoto hawezi kupata watoto. Kwa hiyo maana yake inabidi wakatafute watoto wanaopatikana kupitia mwanaume na mwanamke. Lakini nataka jiulize kitu hichi. Kama mwanaume angeoana na mwanaume na mwanamke akaoana na mwanamke, wangapi wanajua baada ya kizazi kimoja kusingekuwa na binadamu tena? Kwa sababu kusingekuwa na kuzaliana tena. Kwa sababu mwanaume na mwanaume hawawezi kuzaa mtoto. Mwanamke na mwanamke hawawezi kuzaa mtoto. Maana yake ni kwamba binadamu wangeacha coexist, wangefikia mwisho. Ndio maana tunasema kwa kitu kuwa sawa sawa, ili kitu kiwe ni sawa kwako, lazima kiwe sawa sawa kwa watu wote. For it to be right to you, it has to be right for everybody. Kwa ili jambo liweze kuwa sahihi kwako, lazima liwe sahihi kwa kila mtu. Kama hilo jambo sio sahihi kwa kila mtu, then maana yake ni kwamba sio sahihi kwako. Na kwa maana hiyo ukichukua swala la ushoga na swala la usagaji na kadhalika, ina maana sio kitu ambacho ni sahihi. Kwa hiyo anasema kwa kuwa sasa hawa watu wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu amewaacha waende katika mambo ya ajabu ajabu. 29 anasema wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na husuda na uuaji na fitna na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasio watii wazazi wao. Mambo ambayo tunaona leo hii, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendayo. Kwa hiyo anasema sio tu kwamba hawa watu wanafanya mambo ya ajabu ajabu, lakini pia wanakubaliana na watu ambao wanafanya mambo namna hiyo. Na hii ni changamoto nyingine leo hii. Leo hii katika jamii yetu kumekuwa tuna hii pressure ambayo imetoka magharibi, kwamba inabidi tukubaliane na ushoga, inabidi tukubaliane na hizo tabia. Watu wa jinsia moja kuoana ama fanyeni kwamba ni jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Sasa nisikilize vizuri. Hatumchukii shoga, lakini hatukubaliani na ushoga wake. Lazima ujifunze kutofautisha kati ya mtu na tabia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukija kwangu ama nikikutana na wewe tukawa tunazungumza na nikajua kwamba ni shoga, sitakuchukia kwa sababu ni shoga, lakini pia nitatumia fursa hiyo kukueleza ukweli kwamba ushoga sio sahihi. Na nitakueleza katika upendo kwamba hili unalolifanya sio sahihi, kwamba hii njia sio. Na hii njia unafanya hivyo ni kwa sababu umemwacha Mungu katika fahamu zako. Lakini nina habari njema zaidi kwamba tuna uwezo wa kukusaidia, wa kukuhudumia ukatoka kwenye hiyo njia usiofaa, ukarudi ukakaa sawa sawa. Maana kuna wengine wanasema tumezaliwa hivyo, tumezaliwa hivyo, kwa Mungu ndo ameniumba hivyo. No. Maana yake ni kwamba katika uumbaji wako kuna itilafu iliingia. Itilafu ambayo ilitokana na either ufahamu wa wazazi wako ulikuwa sio sahihi, na kwa maana hiyo itilafu kama vile ambavyo kilema kinamwingia mtoto, kama vile ambavyo ugonjwa unamwingia mtoto akiwa tumboni, vivyo hivyo na wewe umeingiliwa na hilo tatizo katika wakati unaumbwa. Kwa hilo tatizo linarekebishika. Hilo tatizo linafungulika. Hujaumbwa kuwa hivyo. Sasa dunia imekuwa ina pressure namna hiyo na watu wa magharibi, kwa sababu wanatawala vyombo tunavyovitumia kama wakina YouTube, wakina sijui nini. Kwa hiyo ukianza kuzungumza haya mambo wanakufungia. Ashukuriwe Mungu, baada ya Donald Trump, rais wa Marekani, kuingia, hiyo tabia imeanza kufa ya wao kutaka kutulazimisha tukubaliane na hayo mambo.
Na hii inaonyesha umuhimu wa kanisa kusimama katika nafasi yake na kuomba na kuhakikisha kwamba viongozi ambao sio tu kwamba wana hofu ya Mungu, lakini ambao wanaongoza katika misingi ya haki, haki na nini na hukumu, inaitwa righteousness and justice, wanakamata nafasi. Na kwa maana hiyo basi, wakati wowote nchi inapokuwa inaelekea katika uchaguzi, lazima wewe kama Mkristo ukae katika nafasi yako, ufanye maombi. Fanya maombi ili tupate viongozi ambao ni wazuri, viongozi ambao watatufanya tutembee katika njia ya Mungu, sio viongozi ambao watatufanya tutoke katika njia ya Mungu. Hasa hilo ni jukumu lako wewe, ni jukumu langu mimi, kuhakikisha kwamba viongozi tunawapata ni viongozi ambao sio tu kwamba wanaenda katika mapenzi ya Mungu, lakini wanaruhusu pia na wananchi nao waweze kuwa na mahusiano na Mungu pasipo kuingiliwa, wawe na uhuru wa kuabudu pasipo kuingiliwa, lakini waweze kutembea katika haki kama ambavyo Mungu anataka tutembee katika haki, pasipo kushurutishwa na kulazimishwa kukubaliana na tabia zisizofaa. Tumemaliza Warumi mlango wa kwanza. Kipindi kinachokuja tutaanza kuangalia Warumi mlango wa pili, ambapo mambo yataanza kuwa mazuri zaidi, mambo yatakuwa mepesi zaidi. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.